mchezo umetamatika. Kiujumla mechi umeionaje? Singida kilikuwa ni chuma ambacho kinatolewa kutu na Yanga. Unasema kocha? Chuma ambacho kilikuwa kinatolewa kutu na Yanga. Ukiangalia ni timu ambayo ina wachezaji wazuri sana, lakini hawachezi kama timu. Maana unaweza kuona nguvu yao ya kucheza kama timu ilikuwa iko chini sana. Isipokuwa tulikuwa tunaona ubora wa wachezaji. Takriban kipindi cha kwanza chote tulikuwa tunaona kila mmoja akijipambanua ubora wake. Sasa mechi muhimu ya finali unapocheza na timu kama Young Africans ambayo imekuwa ina utulivu sana, wanacheza kama mzinga wa nyuki, wanakuwa na ukaribu, hutokuacha nafasi kwa wapinzani. Sasa ukiwa unacheza na timu ambayo inakuwa disorganized, mtu anaonekana mmoja mmoja, basi inakosa ubunifu eneo la mwisho. Na ukitazama mechi nzima leo walikuwa wanatumia kutu. Walikuwa wanaona tu Singida nini kitatokea kwao. Kocha, wapo wanaosema baadhi ya wachezaji wa Yanga tempa imepungua, sio wale waliokuwa wanacheza katika dabi. Kuna cha kiufundi ama ni mchezo tu ulikuwa mgumu kwa wachezaji wa Yanga? Hapana. Kocha Mirud anapenda wachezaji wa Yanga wacheze kama Dobi, anaipiga pasi kwa mkaa. Dobi anaipiga pasi kwa mkaa. Timu sio ichangamke muda wote, itafanya makosa. Hawacheze kwa timing. To defend, tushambulia haraka. Sasa ku defend, kushambulia haraka, tafsiri yake ni kwamba muda mwingi mnakuwa salama kwenye eneo lenu, mnapa hatari mpinzani. Yanga haichezi kwenye discipline ya zamani kuona timu muda wote watu wanafunga. Wanakimbia kwa wakati maalum kushambulia, wanajilinda kwa nidhamu kwa kiwango kubwa. Ni kitu ambacho kimebadilika sana kwa Yanga inayocheza sasa. Ukitazama Yanga imepunguza sana makosa ya magoli kufungwa, inafunga magoli kwa idadi nyingi kwa sababu wanacheza kwa utulivu. Kocha huyu kaibadilisha timu, amekuwa kama ni Dobi anayepiga pasi kwa mkaa. Kwa hivyo timu haichezi katika mazoea ambayo yamezoeleka, na ndio maana wengi wakitazama unaona kama ni timu ambayo imebadilika rhythm, lakini hapana, ndio mabadiliko ya huyu coach alivyoibadilisha timu kucheza. Wapo baadhi ya watu walisema Mwalimu Mirud pengine aondoke, lakini pengine sio kocha ambaye anastahili kufundisha Young Africans. Kocha vipi aondoke? Mimi ni mtu ambaye nawaonya Yanga wasifanye kazi kwa hisia. Yanga Mirud wanamhitaji kuliko jambo lolote. Ni kocha ambaye kafundisha hii timu akichukua katikati. Sasa hivi ndio unajua Mirud ni kocha namna gani. Mirud ni kocha ambaye timu yake inajilinda sana, inashambulia haraka. Ni makocha wachache wanaotengeneza timu katika mtindo, lakini unagundua kabisa katika mtindo wake wa kucheza kuna maeneo tu akipata wachezaji sahihi timu yake itakuwa bora zaidi. Kwa mfano, Yanga inakwamishwa sana na Maxim pia Nzengeli pamoja na Mudathiri. Haya basi, Mudathiri anacheza kama gobole, yani ulikoki sana ndio upige. Wakati unaona wakimtumia mtu kama Clatous Chama, timu inashambulia haraka, shida inakuwa kwenye kudefense. Mudathiri anaipa timu salama sana kwa aggressive kukaba, lakini wakati wa kuchezesha timu yeye anacheza anti-clockwise. Wakati wa kuachia mpira anatembea nayo, wakati wa kutembea na mpira anatakiwa kuachia, yeye ndo anaachia. Sasa unaona anaifanya timu ichelewe, lakini ukiangalia wanasema game model, mtindo wa kucheza wa coach Mirud ni wa ubora sana. Shida ni kwamba Watanzania wanapenda makocha wanaoongea wenye mdomo kama Gamondi, wanaenda na kacha zetu maneno. Huyu sio kocha wa maneno sana, ni kocha wa kazi na ufanisi. Na kwa bahati mbaya Young Africans tuwaonye wasiingie kwenye mtego wakiamini huyu kocha sio mzuri. Kocha mzuri yoyote duniani ni vile ambavyo anaibadilisha timu style ya kucheza na kupunguza makosa. Young Africans ya Mirud hairuhusu mabao. Young Africans ya Mirud inadhibiti wapinzani kucheza. Young Africans ya Mirud ina control flow ya game. Young Africans ya Mirud ina control tempo ya game. Young Africans ya Mirud anajua, unajua coach tunamhesabu kwenye maeneo manne: changes anazofanya, rotation anayofanya, game reading yake. Umeelewa vizuri? Anavyosoma mchezo, anavyotumia wachezaji wote kwa ubora kwenye timu, anawezaje kubadilisha wachezaji kwenye faida ya timu, lakini analeta vipi solution. Yanga ya Mirud ina solution. Yanga ya Mirud imetafuta suluhu. Hii timu sasa hivi ukicheza na Yanga ya Mirud ni kupigwa msasa ubao. Sema kocha? Ni kupigwa msasa ubao, unageuzwa tu. Anapiga huku, unageuza, anapiga. Kocha, ni kweli dabi imekuwa haina mvuto kufanisha na mechi ya Singida ilivyokuwa ngumu kwa Yanga? Bila shaka kwa sababu angalau Singida walikuwa wanajaribu kuonyesha kitu tofauti, wanakuwa threat kwa upande wa Yanga. Simba walijiingiza kwenye mtego wa samaki, tena anayevuliwa kwenye bwawa, kitu ambacho alikuwa hana uwanja namna nyingine ya kutoka. Lakini leo hii mechi tumeshuhudia mechi ambayo ilikuwa na ushindani wa ziada. Kwa nini? Kasi ya mechi ilikuwa iko juu kuliko dabi. Dabi ilikuwa inachezwa, unaona kabisa nini tunasubiri kitokee. Lakini kwa leo tumeona namna ambavyo wamecheza Young Africans na Singida. Angalau kuna wakati tulikuwa tunaona ile quality ambayo Singida walikuwa wanajaribu kuja kwenye reactions, kitu ambacho kimewapa faida. Clement Mzize man of the match, lakini amekosa magoli mengi sana. Je, Mzize ana shida ama siku mbaya kazini? Mzize kuwa man of the match haimuondolei ubora wa kuwa man of the match, lakini Mzize sio mtulivu kwenye lango. Mzize ni miongoni
mwa washambuliaji ambao wanapara kwenye kushambulia. Hiki ni kitu ambacho kinampa ugumu mara nyingi. Lakini naamini kwa vile alivyo na akiendelea kupata utulivu, ni mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kwenda kushambulia. Ana utulivu wa namna ya kutumia nafasi. Hii ndio siri ya Mzize. Jonathan Soa amepata nyekundu. Hapa karibuni alihusishwa pia, anaweza akaenda Young Africans. Namna ambavyo amekuwa na reaction au temper ya kuwa na hasira pia, hii inafanya asionekane kama mchezaji sini. Jonathan Soa anachukiza. Kwa nini anachukiza? Ni mshambuliaji asiyejali faida ya mchezo. Sasa unapokwenda kucheza timu kubwa kama Yanga na tempo ilivyokuwa kubwa na pressure iliyokuwa kubwa, sidhani kama anaweza kawa msaada kwenye timu kwa makosa yanayoonekana. Nidhamu ndio inahitajika kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Makosa yake mengi ya kuigharimu timu, tena yasiokuwa ya sababu. Sasa kuwa bora ni kitu kingine, kuwa na nidhamu ndio kitu chenye faida. Mchezaji ambaye hana nidhamu akiwa bora hawezi kuwa msaada kwenye timu, ataigharimu timu muda wote. Na mbaya zaidi timu kama Young Africans, kwa mfumo wa waamuzi wetu ambao mara nyingi wakichezeshwa inaibuka midahalo, basi tegemea mtu kama Jonathan Soa mara nyingi ataingizia timu mzozo. Kiukweli mshambuliaji mzuri, lakini ni mshambuliaji ambaye anachukiza namna anavyocheza. Young Africans wamemaliza msimu vikombe vyao vitano. Pengine kikombe ambacho kimewashinda ni kikombe cha klabu bingwa barani Afrika. Waboreshe wapi ili wafike huko? Yanga wanahitaji kuboresha timu yao kwenye nafasi muhimu. Nafasi ya kwanza ni winga, kiungo mshambuliaji. Nafasi ya pili kiungo bora mwingine mshambuliaji, eneo la namba 10. Tena mshambuliaji ambaye atakuwa msaada bila mpira na msaada na mpira. Nimesikia na nasikia wanamhusisha Faisal. Kocha Faisal anaweza katua. Nimesikia wanamhusisha Faisal na mambo yanakwenda vizuri. Lakini Young Africans inaotaka kucheza CAF Champions League inahitaji mchezaji zaidi ya Faisal. Young Africans inayotaka kwenda kushindana CAF Champions League inahitaji mchezaji zaidi ya Maxime Pierre Nzengeli. Young Africans inayotaka kucheza robo finali ama nusu finali ya CAF Champions League inahitaji mchezaji zaidi ya anavyocheza Mudathir Yahya Abbas. Young Africans inayotaka kucheza CAF Champions League inahitaji mchezaji bora mwenye kasi na shabaha zaidi ya Clement Mzize. Kinyume na hilo nadhani Hers na wenzake wale wanasikia. Hapo ndo ataitafuta Yanga kushindana klabu bingwa. Kinyume na hilo tutakuwa tunazungumza ubora wa vikombe vya ndani, kwa sababu quality inayotakiwa klabu bingwa tumeiona kupitia Club World Cup FIFA, watu walivyokuwa na quality zile tunaona za Afrika. Sasa ukiangalia wachezaji wetu ndio maeneo wanapokwama. Kwa hivyo wanahitaji kuboresha, kupata mchezaji bora kwenye nafasi ya Max, zaidi ya Max. Wapate mchezaji bora namba 10 kuliko watu wanavyomtazama Faisal, kwa sababu wakati mwingine klabu bingwa unahitaji mtu anayeweza kukupa quality ya ubora, kwa sababu hawa wachezaji wote tunaowataja hawa hawawezi kuvusha timu kwenda mbele. Ni wachezaji wa tabaka la kati. Kiukweli GSM Gharib anasikia, Hers wanasikia. Young Africans ya kusumbua klabu bingwa inahitaji quality bora, sio watu tu wawepo, sio kusajili mtu kwa sababu hapa ndani watu wanagombea mchezaji. Wanahitaji quality. Kocha, shukrani sana. Asante sana. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich